Mwanzoni mlimsikia Madam pale aliwaambia mimi ni captain ndani ya maji, si ndio? Na najua kazi ya captain ndio kuongoza wenzake, lakini sisi tunaongoza vyombo majini, si ndio? Haya, leo tunaenda kujifunza vifaa takriban 4 kama sio 5 ambavyo nyie kama watoto vitawasaidia sana unapoenda pale stress beach au unapokuwa kwenye kingo zote za majini hapa. So unaona chochote kiko karibu na maji kwa hiyo unapokuwa pale jitahidi siku za sikukuu tunaelekea kwenye beach gani unazojua hapa Mwanza? Wengi mnaenda Malaika Beach, si ndio? Kwa siku ya hii unaenda beach na mzazi, hakikisha unatumia vifaa ambavyo tunaenda kukuelekeza hapa, si ndio? Usiende katika kuogelea baharini au katika kando za beach kama pale stress beach bila kuwa na hivi vifaa. Hivi ni vifaa ambavyo vitakusaidia wewe katika kujiokoa na kujijengea usalama wako mwenyewe unapokuwa kwenye maji. Vifaa hivi tunavyo vingi, mimi nitaenda kuwafundisha baadhi na mwenzangu atafundisha baadhi. Tunacho kifaa ambacho tunakiita jacket, ambalo hiki ni kifaa ambacho unakifaa kwenye mwili wako ili kikusaidie wewe kutozama majini. Sawa? Wangapi wanajua kuogelea? Nyie wote mnajua kuogelea? Wangapi hawajui kuogelea? Haya. Sasa hiki kifaa unapokuwa unakitumia hiki kifaa, aidha wewe unajua kuogelea au hujui kuogelea, hakikisha unavaa hiki kifaa ili kikusaidie wewe pale unapotokea sasa imekulazimu au umepata na janga lolote, kikusaidie wewe kama wewe katika kufanya nini? Kujiokoa, si ndio? Sasa tuna hili hapa life jacket la watoto. Ili anaweza akavaa mtoto mwenye umri kuanzia mwaka 1 kwenda mpaka 3. Sasa kwa sisi hapa wakubwa leo nitaenda kuwafundisha hili hapa. Sawa? Sasa nitaanza kuwafundisha kwanza umuhimu wa hili jacket. Cha kwanza mnaona linapakwa rangi gani? Hii ni rangi gani? Orange. Hili jacket inatengenezwa kwa rangi ya orange kwa lengo kuu la kuaksi mwanga. Yaani unapokuwa umelivaa hili jacket hata kama uwe ni umbali kiasi gani mtu ana uwezo wa kukuona. Kwa hiyo tunatumika kuweka hii rangi ili kwamba nikusaidie hata kama unapokuwa umelivaa unahitaji msaada wa aina yoyote, mtu anaweza akakuona na akakupa msaada. Sawa? Kwa hiyo hili hapa tunaiita ni jacket la kuogelea, la usalama. Lakini pia tunalo la rangi nyeusi kama hili hapa. Hili hapa ni la mtu mzima kama mimi hapa. Una uwezo wa kulivaa hili ukalitumia kama kifaa cha kufanya nini? Cha kujikinga katika unapokuwa umepatwa na tatizo lolote kwenye maji, si ndio? Sasa kabla hujavaa hili jacket, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuhakikisha ni kulikagua kwanza. Lengo la kulikagua ni nini? Hakikisha unalikagua ili liwe limekamilika, lina kamba zote ambazo wewe unapokuwa umejifunga kwenye mwili wako ziwe zimetimia. Lakini pia hakikisha huvai pale ambapo halikutoshi. Yaani kwa mfano wewe simama. Unamwona huyu? Huyu na mimi tunataka tukavaa jacket la aina moja. Ni kwa sababu yeye ni mdogo kwangu, si ndio? Kwa hiyo hakikisha anavaa la size yake na mimi nitavaa la size yangu, si ndio? Lakini pia kitu kingine, hakikisha kwenye hili jacket unapokuwa umelivaa hakikisha kamba zinakukaba vizuri. Yaani hakikisha kamba zile unazifunga vizuri ili zikae kwenye mwili wako lisilegee. Sawa? Kitu kingine ambacho tunataka kufundisha ni hili boya hapa. Hili boya ni jepesi sana. Boya hili unapokuwa unalitumia unalishikilia tu, unaweza kuzungusha kwenye tumbo hapa ukaelea kwenye maji. Sawa? Hili anashikilia mtu yoyote. Lakini kitu kingine ni rifle. Sasa kwa rifle mtu anakuja na waelekeza namna ya kuvaa. Unaona alivyovaa hapa? Sasa unachokuwa unahakikisha kisha limemshika. Unaona nikimkuta hivi? Hatoki, sawa? Kwa hakikisha limekukaba vizuri. Lakini pia hakikisha unapokuwa kwenye maji unakuwa umeshika hapa.
Lengo la kujishika hapa ni kuhakikisha kwamba halikukabi unapokuwa kwenye maji, kwa sababu tunategemea unapokuwa kwenye maji ili uelee lazima ulalie mgongo. Hakikisha kichwa chako hakigusi yale maji wala hunywi maji mdomoni. Kwa hiyo utalishikilia hapa ili lisikukabi. Sawa watu wazuri? Mmemwona huku nyuma? Upande huu mmemwona? Kitu kingine ni hili hapa. Hili hapa tunaita ni life kwa lugha ya kitaalamu, lakini ni lingi la kuogelea. Hili lingi linakuwa una uwezo wa kuvaa kwa unapokuwa umelivaa hivi, una uwezo wa kuelea kwenye maji. Lakini hili lingi pia lina uwezo wa kubeba watu zaidi. Lina uwezo wa kutumika na watu 6. Watu 6 watazishikilia hizi kamba. Haya, watu 6 wasimame. Metosha. Metosha basi. Shika. Weshika. Watu wanne. Mwingine aje ashike hapo. Mimi mwenyewe nitashika basi. Unaona? Kwa hiyo tunapokuwa kwenye maji mnahakikisha mmelishikilia hili. Unapokuwa umelishikilia hili hata mnaweza mkakaa mpaka lisali moja bila kuzama, kwa sababu hili hapa huwa linafanya nini? Linaelea. Sawa? Aenda pale Stress Beach au Malaika Beach. Hawana uwezo wa kuzama kwa sababu wamevaa vifaa ambavyo vinawazuia kufanya nini? Vinawazuia kufanya nini? Kuzama. Kwenye sikio lake huku la kushoto na vidole vyako vingine unaweka kwenye sikio lako jingine. Sikitabakia vidole gumba hivi. Kidole kimoja unaweka hapa juu ya nyusi moja na kidole kingine unaweka hapa juu ya nyusi nyingine. Tumeelewana hapo eh? Unafanyaje? Unakandamiza kuelekea ndani. Huyu mgonjwa lazima atakuja juu kwa sababu gani? Anapata maumivu makali. Tumeelewana hapo eh? Tumeelewana vizuri? Ndio. Yaani mwanafunzi mmoja hapa awe naye amelala. Mimi anamchagua. Anaitwa kwanza. Mama. Unaweka hivi miguu, vidole vingine tunasema unaweka wapi? Na vingine na hivi vilivyobakia unaweka wapi? Juu. Kama amezimia ukifanya hivi lazima anafanyaje huyu? Atakuja juu. Tumeelewana? Yaani lazima afanyaje? Atakuja juu. Unafanya kazi. Sasa tunataka tukapone mgonjwa ambaye amezimia ndani ya maji, lakini moyo wake haufanyaje? Haufanyi kazi. Hata ukimshika hapa sehemu ya moyo, sio upande wa kushoto, ukishika hapa kwenye moyo kabisa, moyo haufanyaje? Haufanyi kazi, yani haudundi. Tumeelewana? Unachotakiwa kujifanya kwa huyu mgonjwa, kuna procedure inasema CPR, cardiopulmonary resuscitation, yani moyo unaufufua. Tumeelewana? Unachokifanya kwa huyu mgonjwa naye procedure ni kama hivyo. Unakuja upande wako wa kushoto wa mgonjwa, unakita magoti. Lazima ukae upande wa kushoto, ndio sehemu ambayo moyo unafanyaje? Au nyinyi mnajua moyo uko upande gani? Wa kushoto. Ndio. Upande wa kushoto wa mgonjwa, unaweka magoti hivi. Unafanya hiyo procedure ya CPR. Na hiyo procedure ya CPR ni kwamba unakandamiza moyo mara 30, unampa hewa kwa njia ya mdomo mara 3. Tumeelewana? Unakandamiza moyo mara 30, unampa hewa kwa njia ya mdomo mara ngapi? Mara 3. Lakini wakati unafanya hiyo procedure, unatakiwa mdomo wa huyo mgonjwa umefanyaje? Huo umeuziba. Usije ukapata maradhi mengine. Tumeelewana? Mmemsikiliza daktari? Ndio. Mmemsikiliza daktari? Ndio. Ni afande lakini ni daktari. Ni nani? Daktari. Na huku kila mmoja yake hivi. Tumeelewana hapo eh? Sawa. Sasa unakuja na hii mikono yako moja kwa moja hii sehemu ambayo moyo unafanyaje? Unakaa kwenye hili ziwa la ngapi? La pili. La upande gani? La kushoto. La upande wa kushoto. Unachokuja kufanya unakandamiza hivi mara 30. Unahesabu kabisa 1, 2, 3, 4 mpaka ngapi? 30. Baada ya hapo unakuja huku
huku, unaweka mdomo wazi huyu mgonjwa, unampuliza mara ngapi? Mara 3. Unarudi tena hivyo hivyo. Nasema tunamuokoa ili asipoteze maisha. Sawa? Ndio. Si umeweka hivi, umekava mdomo, unakuwa kuna shida. Sawa? Ndio. Kwa hiyo unaenda hivi mara 30. 1 2 3 mpaka 30. Unakuja huku na kupuliza mara 3. Hivyo hivyo mpaka mgonjwa anafanyaje? Moyo wake unaona kabisa unaanza kupiga kidogo kidogo, mwisho anakuwa kama kawaida. Sasa umefanya hii procedure, moyo tayari umeona umeanza kupiga, lakini mgonjwa hajaja juu. Kwa hiyo utakuja huku uanze kubinya hapa ili mgonjwa afanyaje? Aje juu. Tumeelewana kwa? Ndio. Ndio hivyo. Hiyo ndio procedure ya kuweza kumzindua mgonjwa ambaye amepoteza fahamu, moyo ambao haufanyi kazi, lakini hiyo ndio procedure pia tunayotumia kwa mgonjwa ambaye amepoteza fahamu, moyo wake unafanya kazi. Nani hajaelewa? Hayupo. Nani hajaelewa?